Mali pazuri hatukatai. Lakini sasa ule mtu ambaye amechomewa pikipiki yake atafeel namna gani? Hata kama ni alone. Sasa hii pikipiki around naona kama ni Honda inaelekea karibu 150,000 kuinunua. So well, kabla muendelee nataka nimsikize mwanahabari wetu ambaye yuko pale. Ndio tusikie ni tujue ni kipi ambacho kinafanyika. Pia tujue labda ile pikipiki imeteketezwa kwa nini hasa. Jeff Kirui, nafahamu upo katikati ya jiji la Nairobi. Tunaona pilka na vile vile tunaona rapsha katikati ya jiji hilo. Wakati mmoja tuliona maandamano ya amani, lakini sasa hivi muda mfupi tu kumebadilika, pikipiki inateketezwa. Kunani? Naam, asante sana. Hivi sasa tuko katika barabara ya Koinange katikati mwa jiji la Nairobi. Muda mfupi uliopita kulikuwa na makabiliano kati ya wanaharakati pamoja na kundi la vijana ambalo lilifika hapa jijini kuwatawanya wale wanaharakati wanaoshinikiza uwajibikaji kutokana na mauaji ya mwalimu Albert Ojwang, mauaji yaliyofanyika katika kituo cha polisi cha Central. Na awali ilani ni kwa tulivu, wanaharakati walianza kutoka barabara ya Kimathi hadi kwenye mzunguko wa chuo kikuu cha Nairobi, na hapo ndo kizaazaa kikazuka, manake kuna kundi la vijana takriban bodaboda 30 walifika wakiwa na mijeledi na walifika wakiwa na nyauni, wakaanza kuwatandika mijeledi wale waandamanaji ambao wengi ni wanaharakati wanaoshinikiza uwajibikaji kuhusiana na hoja kwamba polisi wanatumia nguvu kupita kiasi na pia mauaji ambayo yameshuhudiwa nchini kutokana na polisi wanaotuhumiwa kuendeleza ukiukaji wa katiba, ukiukaji wa sheria, hasa wanapowakamata waandamanaji na pia vijana wanaoshinikiza mabadiliko kwenye mabadiliko ya jinsi ya uongozi hapa nchini Kenya. Na hivyo sasa mmoja wao aliweza kukamatwa katika barabara ya kuteketeza pikipiki ambalo bodaboda ambalo lilikuwa linatumika kwenye shughuli hiyo. Awali kama mliona kwenye picha yetu ni kwamba kulikuwa na kundi ambalo lilikuwa linapiga doria, limeshika doria nchini kuhakikisha kwamba waandamanaji wasiweze kupata nafasi ya kuandamana katika maeneo ama katikati mwa jiji la Nairobi. Na wanatuhumu kwamba hii ama hali hii inasababishwa na serikali ambayo inataka kuzima ari ya wanaharakati wanaoshinikiza uwajibikaji kwenye mamlaka ya uongozi na pia kwenye upande wa maafisa wa polisi. Wengi wanasema kwamba haitoshi kuwa naibu inspector general wa polisi Eliud Lagat amejiondoa afisini. Wengi wanashinikiza kwamba ni sharti ajiuzulu kutokana na kwamba yeye ndiye aliyekuwa mlalamishi mkuu na kusababisha kutiwa mbaroni kwa Albert Ojwang, na baadaye ikarifiwa kwamba alifariki mikononi mwa maafisa wa polisi, maafisa ambao wametwikwa jukumu la kulinda mali na pia kulinda uhai wa Wakenya. Hivyo basi hivyo ndivyo hali ilivyo katikati mwa jiji la Nairobi, kulingana na maandamano ambayo yamekuwa yakipigwa upatu sana kwenye mitandao ya kijamii. Ukienda kwenye mtandao Bila shaka huyo ni mwanahabari wetu Jeff Kirui ambaye ametueleza kwa kina yaliyojiri katikati mwa jiji la Nairobi. Mudhiora